yale yote ambayo umeweza kutenda. Asante kwa yote unayokusudia kutenda siku ya leo. Tunasema ndio kwa neno lako. Baba, kachukue nafasi ya kwanza. Roho Mtakatifu, tunakualika ukaweze kuenenda pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu kwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Haleluya. Aweze kuketi tu tunaposikia kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Nashukuru pia kwa ajili ya juma ambayo tumeweza kuwa nayo. Imekuwa ni juma ambayo imekuwa ni la vita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu amedhihirisha uaminifu wake na tayari ushindi tunao kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa tukaweze kuona katika neno la Bwana kwa ufupi, tunapohimizana hata tunapoendelea katika maombi yetu, na Bwana ataweza kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukiomba na tumekuwa tukielekezwa katika kitabu cha Mathayo. Tumekuwa tukielekezwa katika kitabu cha Mathayo mlango wa 12 mstari wa 29. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo mlango wa 12 mstari wa 29. Biblia inasema ya kwamba, or how can anyone enter a strong man's house and carry off his possession unless he first ties up the strong man, then he can plunder his house. Bwana Yesu asifiwe. We've been waging war against the principalities, against powers. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa tukawa tunasema kwamba hauwezi ukaingia tu kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu na ukaweza kuchukua kile ambacho kiko pale kabla hujamfunga. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo hivyo katika maisha yetu. Kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Roho wa Bwana akawa anaelekeza mtumishi wa Bwana ambapo tulikuwa tukiomba ya kwamba tukaweze kuchukua mamlaka na kuweza kuingia na kuweza kumfunga yule mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa ukaweze kuchukua kile ambacho ni chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo ningependa tukaweze kuangalia tu juu ya jambo moja ambapo kuna nguvu fulani ambazo zimeweza kuwa zikichukua nafasi katika maisha yetu kwa kujua ama kutokujua. Na unapata kwamba mara mingi zimeweza kutuzuia kufikia hatima yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa wakati tuko katika maombi, Roho wa Bwana anaendelea kufunua mambo mengi ambayo hatukuwa tumeyajua. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa neno la Bwana linasema kwamba without knowledge people perish. Kwa sababu kama haujui utaweza kuangamia. Kwa hivyo ni vizuri wakati Roho wa Mungu anajifunua kwako, kuna mambo anafungua juu ya maisha yako ili usiweze kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Overthrowing powers waiting at the finishing line. Overthrowing powers waiting at the finishing line. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tu hizi nguvu ambapo zipo tu zinangoja tu wewe ukaweze kufikia hatima na zinaweza kukuataka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa wakati tumekuwa katika maombi, Mungu anatuelekeza tukaweze kugundua ni nguvu gani hizi, tukaweze kuzifunga. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukaweze kufikia hatima yetu. Ukisoma katika neno la Bwana katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 9, 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. 1 Corinthians
Wakorintho wa kwanza, kuna mwenye amepata tusome. Yaani kuna nguvu tu ambazo ziko, ni nguvu za giza, nguvu ambazo hazipendi kuona mtu ukifikia hatua yako, nguvu ambazo hazina shida unapoanza, lakini zinangojea tu ukaweze kufikia pale mwisho, ndiposa zikaweze kukabiliana pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ndizo Mungu anatusaidia katika wakati huu wa maombi, tukaweze kuzigundua na tukaweze kukabiliana pamoja nazo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. 1 Corinthians chapter 9 verses 24. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Verses 26. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Verses 27. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Paulo akiandika kwa kanisa la Wakorintho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwamba tunakimbia. Wakimbiaji wanapokimbia, huwa wanakimbia wakiwa na lengo la kuweza kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kumaliza tu, ila unapomaliza unatarajia kuweza kuzawadiwa. You are expecting a reward. Praise God. Haukimbii tu bila kujua, haukimbii tu kwa sababu umewekwa pale ukaweze kukimbia, lakini unakimbia ukiwa na katika mawazo yako ukisema kwamba nataka nikafikirie ule mstari ambao ni wa mwisho, nataka nikafikirie pale kikomo ambapo baada ya pale nitaweza kupokea tuzo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu kuweza kufika katika ule mstari, ila ni kufika katika ule mstari kwa wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukikimbia na umalize, lakini upige pale wakati kama umeisha, hautaweza kutuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa tunakimbia tukiwa na imani ndani ya mioyo yetu ya kwamba Mungu ambaye ni mwaminifu ameanzisha kazi njema, ataweza kutusaidia tuweze kufikia ile hatima. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa naangalia about this finishing line. The finishing line is a place of accomplishing. Praise God. It is a place of accomplishing. It is a place of a reward. Praise God. The finishing line is a place of reward, and it is for celebrities. Praise God. When you reach that finishing line, it is for celebration. Praise God. Athletes set out to run a race, and they are expected to get to the finishing line. However, it is not just enough to get to the finishing line, but to get there on time. Praise God. Because many start but do not get to the finishing line. Many start but they fall by the wayside. Some get to the temple or some get to the line when they are late. Praise God. And the Bible says in the book of Ecclesiastes, chapter 7, verses 8, that better the end of a matter than the beginning. Praise God. So even as we start, hata tunapoanza, haijalishi, but kinachojalisha ni utaweza kumaliza vipi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa umeanza vizuri ndio, lakini utamaliza vipi? Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa nikawa nasema kuna nguvu hizi ambazo hazina shida hata wewe unapoanza, hazishughuliki na wewe unapoanza, lakini zinakuja tu pale mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Zinakuja tu pale mwisho, at the finishing line, to attack you, to discourage you. Praise God. So it is good you deal with these powers. As you begin the race,
deal with these powers. Praise God. May the Lord God help us that tukaweze kuzigundua mapema. Bwana Yesu asifiwe. Tusiweze kuangamia kwa sababu ya kutokujua, lakini Mungu akatusaidie tukaweze kujua ni nguvu gani hizi, ili tukaweze kukabiliana pamoja nazo. There are powers that wait for many at the finishing line that must be dealt with before you can be celebrated. Praise God. These powers, hizi nguvu ambazo zinangojea tu pale mwisho, at your place of celebration, ziko pale zimekungoja tu. Praise God. We must get to the finishing line, which represents our day of celebration, manifestation, and reward. Praise God. And these powers and their government and altars must be dethroned for our celebration. Praise God. In Philippians chapter 3 verses 14, Philippians chapter 3 verses 14, the Bible says, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukaweze kujipa moyo, kwa sababu tunachuchumilia mbele ili tukaweze kufikia ile ambayo the prize ambayo Mungu ameweka kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Because when you give up, hautaweza kufika katika ile finishing line. Lakini when you press on, Mungu anapokusaidia, unapokimbia, utaweza kufikia ule mwisho, utaweza kufikia ule mstari. Na ule mstari tumesoma ya kwamba inamaanisha kusheherekewa, inamaanisha a place of reward. When you get there, there is celebration. Praise God. When you get there, there is celebration. There is a prize for you. Praise God. Amen. What does the finishing line represent? What does the finishing line represent? The finishing line represents the day you get to the finishing line. This may be your promotion. When you get to the finishing line, this is the day of your promotion. It might represent a day of your promotion. Praise God. Also, finishing line is your day of reward. When you are getting your reward. Baada ya wewe kukimbia umemaliza, ni wakati wako wa kuweza kupokea thawabu yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. This also may represent the day your destiny will turn around for good. When you get to your destiny, to the finishing line, it might mean your destiny is being turned around for good. Praise God. So it is good to be encouraged so that we reach there. Praise God. That we may reach on our finishing line. Your finishing line, sometimes it can be your payday for all the labors of accumulated years. When you reach at your finishing line, this might represent your payday for all the labors of accumulated years. It is your day of remembrance. Praise God. This is the day of your remembrance. It is the day life will smile at you very well. Praise God. The finishing line. Hallelujah. This is the day you are meant to finally have the breakthrough you have been training, pursuing, or working so hard to get. The finishing line. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe unapokimbia, sijui unakimbia ukiwaza nini katika mawazo yako. Unakimbia tu kwa sababu wengine wanakimbia.
Bwana Yesu asifiwe. Unakimbia tu kwa sababu wamekuhijack wakakwambia kuja twende tukimbie kama mazoezi, ama unakimbia ukiwa na nia gani katika moyo wako? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna umuhimu wa kufika katika ile hatima. Bwana Yesu asifiwe. Finishing line is a day to get an opportunity to be celebrated on stage. Others become spectators. Bwana asifiwe. This is the day you get to the finishing line just on time ahead of many others. Bwana Yesu asifiwe. This is a special day. No one would want anything or person to interrupt or stop or hinder. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hupenda kutazama mbio. Na unapotazama mbio ni athletes wanakimbia. Na wanapokimbia kila mtu huwa anakimbia akijitetea ili akaweze kufika pale mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajua wakati ninakimbia, nitakapomaliza kuna thawabu ambayo nitaweza kupata. Na hakimbii tu ili akaweze kumaliza, hapana. Anakimbia akaweze kumaliza na kwa wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tumeweza kusikia kwamba mtu umeweza kutrain katika maisha yako, umetafuta kitu fulani, wakati tu unapata kitu kile na jambo linafanyika unakipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Those are powers that fight. They are fighting you so that you may not reach your finishing line. You may not get your reward. Praise God. Nikawa nasikiza mtu fulani akitoa ushuhuda. Walikuwa na mwenzake, wakawa wamesoma vizuri, wakamaliza, wakagraduate. Baada ya kugraduate akaweza kuapply kazi. Wakati aliapply akakuwa shortlisted. Jamii ikafurahi, wakaweza kucelebrate pamoja na wakaweza kumtuma. Wakati wakaweza being shortlisted, walimweza kumuita aende interview. Bwana Yesu asifiwe. Katika harakati huyu dada anaenda, alipata ajali barabarani na akafa. Bwana Yesu asifiwe. Those are powers. They just fight you so that you will not get to your destiny. Praise God. Mara mingi tumeweza kusikia hata mtu umejenga nyumba, umeweza kufanya kazi, ukajenga nyumba, ukamaliza. Siku ya kuingiza tu, unasikia alianguka tu chini na akafa. Those are powers that they are fighting us. Praise God. And unless the Holy Spirit reveals to you, jinsi tu nilivyosema, we perish for lack of knowledge. Kama hautajua na ukaweze kufight, they will attack you. Na ndiposa tukawa tunajua kwamba tukaweze about this strong man. Unapoingia pale, you have to tell him. Bwana Yesu asifiwe. And it is through prayers that this will be revealed unto you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu tuko katika, we are in a race. Sisi hata kama Wakristo, we are in a race and we are running. We are running for the prize that is ahead of us. Bwana Yesu asifiwe. So it is you to know ni nguvu gani hizi ambazo zimeweza kuachiliwa ili nisiweze kuwafikia hatima yangu ninapokimbia. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa natazama mbio. Mimi hupenda kutazama mbio na wakimbiaji wakikimbia. Kuna mkimbiaji mmoja aliweza walikuwa wanakimbia na walikuwa wa nchi moja. Huyu mwingine alipokuwa anakaribia katika ile finishing line akaanguka chini. Na mwenzake akaweza kumuinua. Ingawaje hawakuweza kufika kwa wakati, lakini alimsaidia wakaweza kumaliza pamoja. Bwana Yesu asifiwe. These are destiny helpers. They are there in our lives. Na kama Mungu huwezi kuwa katika maombi na iweze kufunuliwa kwako, wakati mwingine tunaweza kukosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba Mungu akatusaidia tukaweze kujua ni nguvu gani hizi zingine zimetokana pamoja na jamii zetu. Bwana Yesu asifiwe.
kama wakati unaomba Roho wa Bwana akakufunulia ukaweze kujua ni nguvu gani hizi ambazo ninapigana kinyume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Praise God. Amen. We thank God. It has been a wonderful week in the presence of God. Na nikawa naambia Mungu ya kwamba I don't just want to be a visitor in your presence. I want to dwell in your presence. I want to be in the secret place. Praise God. That I may know you. That I may come and dwell in your presence. Hallelujah. Praise God. In the presence of God there is fullness of joy. Napenda kukaa uweponi mwa Bwana. Daudi akasema ya kwamba ni heri siku moja mbele za Bwana kuliko siku 1000 mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa namwambia Mungu ya kwamba Baba, ukatuwezeshe tukaweze kuwa na ile njaa na kiu ya kukujua wewe zaidi. Kama ayala ioneavyo shauku vijito vya maji, ndivyo nafsi yangu inavyokutamani wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. And it is when you are in the presence of God, the Holy Spirit will reveal a lot of things to you. Praise God. Praise God. Overthrowing powers waiting at the finishing line. We want to overthrow those powers in the mighty name of Jesus Christ. Praise God. These are the powers waiting for one at the entrance of a new chapter in life. It might be your business, your marriage, your ministry. They just wait at the entrance. You are just about to be celebrated. Zimengojea tu pale. Ni wangapi tumesikia kwamba watu walikuwa wanaenda harusi, siku tu ya harusi. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia wamepata ajali, wameweza kuangamia. Those are powers. Zinangojea tu katika lango. Hizo zimesimama tu langoni. Bwana Yesu asifiwe. Hazina shida unapoanza. Zitakualau ukaweze tu kuanza uendelee. Hizo ziko tu na shida na pale mwisho. At your day of celebration, they are just waiting for you there. Praise God. There are powers who show no interest at the beginning of one's project, but at the end. Bwana asifiwe. At the end. They just wait at the end. Praise God. Umesoma miaka yako 4 ama tuseme miaka 6. Unataka kugraduate. Kitu kanafanyika tu unapatikana upatikani pale. At your day of celebration. Those are powers. Bwana Yesu asifiwe. Ama tunasikia kwamba fulani amegraduate, alikuwa tu ndio siku ya kugraduate unapata something has happened. Those are just powers waiting at the entrance. Praise God. They have no problem with you beginning. Hapana. Hazitambui hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Zinangojea tu pale langoni ndio zikaweze kuattack. These are powers which are there to terminate. They terminate your victory. Praise God. They are there to terminate. There are powers who want people to just go around in circles without getting to the finishing line. Unaanza tu lakini unazungukia tu pale ili usiweze kufikia hatima yako. Praise God. May the Lord God help us that we may deal with these powers in the name of Jesus. Praise God. We've been praying katika malango ya 2026. Ni tamaa ya moyo wangu kwamba Bwana akaweze kukufunulia, ukaweze kuomba katika malango haya. Tumetolewa unabii wakatuambia kwamba huu ni mwaka wa refreshment. Praise God. As you enter into your refreshment. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaingia katika maburudiko,
Bwana akakufunulie katika malango ya mwaka huu, ya kwamba ukaweze kuselebretiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukaweze kupokea taji yako, ile ambacho umekuwa ukikiombea, kwamba Bwana katika malango ya 2026 anakuwezesha ukaweze kupata thawabu yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. These are powers who want to waste people's productive years. Praise God. They just want to waste your years, your productive years to be wasted. You work. Zinakuacha tu ukaweze kufanya kazi yako vizuri, lakini wakati wa mavuno ndio zinainuka ili kuweza kukupinga. Praise God. These are powers who want people to fall or stumble when they are close to finishing line. This power, they just wait. Ukaweze kufanya tu kile ambacho unafanya, na baada ya kufanya zinasimama. Bwana asifiwe. There are powers who say even if you finish, don't finish well. Even if you finish, don't finish well. They are powers saying one can finish but will not have a good report. Yes, you will finish, but there will be no a good report. Praise God. Na Mungu akawa ananisaidia wakati tumekuwa katika maombi ya waging war. Praise God. We are waging war against principalities, against powers. As we pray, may God help us that we may deal with these powers. Praise God. That's why I was saying, inaweza kuwa pengine ni kutoka kwa jamii. Mtumishi wa Bwana akawa anatushuhudia, anatuambia ya kwamba yeye aliweza kupata mtoto wa kiume, na baada ya muda kidogo huyo mtoto they celebrated, but for a very short period, na huyo mtoto akaweza kuaga. So they were very much discouraged. Na sasa baada ya hapo akaamua akaweza kwenda. This reminds me of something. There was a time Bishop hapa akawa anatuuliza, babu ya babu yako, your grandfather, your great grandfather, retracing, alikuwa na waina gani, alikuwa anaitwa nani? So this reminded me of the same. Kwa kwamba huyu mtumishi wa Mungu anasema wakati aliretrace, babu yake akamwambia ya kwamba how there was something that happened. I don't know, kulikuwa na issue and then something happened. Mwanaume akauawa kwa njia ambayo haikufahamiwa, and then there was a curse yenye iliwekewa kwa hiyo jamii ya kwamba mtoto kijana hatawahi survive. Praise God. Na kwa kujua ama kutokujua, huyu mtumishi wa Mungu hakujua. So baada ya kupata mtoto wa kiume, they celebrated but for a short time. That is after going back na kuretrace roots zake, ndio akakuwa na knowledge. And he went back na akaomba Mungu, he repented. Na akaomba Mungu, na akasema Mungu ikawe mwisho katika kizazi changu. Bwana Yesu asifiwe. And after that, Mungu akawasaidia, waliweza kupata watoto wa kiume kadhaa, because he broke that curse. Bwana Yesu asifiwe. So there are some powers they can follow us. Na out of ignorance too, lakini kwa kutokujua ama kwa kujua, tunaenenda tu na mambo yanafanyika. Utajuaje kuna hizi nguvu ambazo zinakufuata katika mwisho katika hatima yako? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ukiangalia kwa jamii unaona tu ilikuwa inafanyika, ni kama a pattern, ilikuwa inafanyika. Na kama Roho wa Mungu atakufunulia na ukaweze kuomba na ukaweze kubreak, kizazi chako kitaweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. So we do not take anything for granted. Praise God. I was listening to a certain servant of God akawa anasema, sisi katika maisha yetu ya kiasili we invest.
tuko na accounts tumeweza kuweka ndani pesa, so that hata ukisema nataka kujenga nyumba utaenda withdraw na ukaweze kujenga. But when it comes to our prayer accounts, ina read zero, and there's things we want to purchase spiritually. Praise God. Now our accounts are empty. Praise God. Praise God. There was a time we were being encouraged here to pray, ya kwamba inafikanga mahali fulani hauwezi omba, lakini kwa sababu kuna account yako ya maombi inasoma nini, kuna nyakati zingine Mungu ataachilia rehema zake juu ya maisha yako. Kwa hivyo ningependa tu kupost this swali kwako asubuhi ya leo. How is your prayer account? What does it read? Praise God. Even as you go before the Lord, unamwambia I want this, I want this. Account yako inasoma nini? Inaweza ikakuguarantee what you want in the presence of God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tukaweze kuomba. Tuko katika vita, tuko katika ndoto, na tunakimbia tukaweze kufikia hatima kwa wakati unaofaa. Praise God. Praise God. So that we may win the prize that the Lord has for us. Praise God. So as we run, what is your intention? Unapokimbia, ni nini kinakuwa katika mawazo yako? Unataka tu ukaweze kufika kwa finishing line, ama unataka ukaweze kufika kwa wakati? Praise God. Kuna hizi nguvu za stagnation. We have stagnated for a long time. They are just powers. They don't want you to reach your destiny. As a Christian, tunang'ang'ana lakini inafika mahali inakuwa ngumu. There are powers we have to deal with them for us to reach our destiny, for us to reach the finishing line. Ile wakati kengele inalia, wale ambao wanaangaliaga riadha, wakati wanariadha anasikia hiyo kengele ya mwisho, haangaliani nyuma, anakimbia kama amekaza macho yake wapi? Mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ameweka kifua chake wapi? Mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ili akaweze kufikia ile prize. Praise God. Ili ukaweze kufikia ile prize, ili ukaweze kuwa celebrated. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunapoomba, ningependa ukaweze tu kumwambia Bwana akaweze kukusaidia. Praise God. Akaweze kukusaidia so that ukaweze kugundua hizi ni nguvu gani, ni nguvu gani hizi, ni nguvu gani hizi, ni nguvu gani hizi. Was it Joshua ambapo shetani alikuja na a filthy garment na was when he was on the stage and the devil came with that filthy garment na kuweza kumvalisha wakati tu he wants to be celebrated, wakati amefikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So it is good tukaweze kujiangalia katika maisha yetu. You examine your life. Praise God. For the sake of your generation. As that we are parents here. There was a time the servant of God alikuwa anauliza ni nani babu yake alikuwa ameokoka, ni nani baba yake alikuwa ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. They fought for you. They fought for you. Na wengine wetu tumetoka katika vizazi ambao havimjui Mungu. Wengine wetu tumezaliwa kama walishakufa. Hatujui ni maagano yapi waliweza kufanya na nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. So tunazaliwa tu tukiendelea ndani. Lakini nashukuru Mungu, wakati unamjua Mungu atakufunulia. Wakati unakuwa katika uwepo wa Bwana atakufunulia na utaweza kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nashukuru tu Mungu kwa sababu ya hii period ya prayer. Sitataka kwenda sana, but ningependa tu tukaweze kujiexamine personally. Examine yourself. How is your prayer account? You want God to do for you this and this. How is your prayer account? How is your prayer account? Praise God. Hallelujah.
that as we pray, Mungu atakuweza kukufunulia mambo makubwa usiyojua. One thing I know, our God is faithful to accomplish the good work that He has started. Praise God. As you trust in God, anasema He is not a man that he shall lie. No. Yeye si mwanadamu akaweze kusema uongo. Yeye ni Mungu na anabakia kuwa Mungu. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapoomba ukaweze kumwambia Bwana, nisaidie. Wengine tumeweza kuogopa hata kufika katika ile finishing line. Tumekuwa contented with what we are, what we have, with what we are. But Mungu amekuita kwa sababu ya makusudio kubwa. Amekuita na kuna thawabu kubwa kwa ajili ya maisha yako. But wengine wetu tumeamua tumebaki tu pale tulipo. So it is a time that we arise and run as never before. Praise God. And God will help us. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. These are powers that cause people to fail at the edge of success. You are just about to succeed. Una fail. Something happens, you just fail. There are powers saying, go, but don't get to your destination. They will just allow you to go, but they will not allow you to get to your destination. Ninapomalizia, we'll read in Exodus chapter 8. Exodus chapter 8, verses 28. Exodus chapter 8 and verses 28, the word of God says, Pharaoh said, I will let you go to offer sacrifice to the Lord your God in the wilderness, but you must not go very far. Now pray for me. Huyu ni Farao anawaruhusu wana wa Israeli waende kutoa dhabihu kwa Mungu wao, lakini anawaambia msiende mbali. Usiende mbali. Bwana asifiwe. Usiende mbali. Usiende mbali. Those powers that doesn't want to allow you to go to your destiny, to go to your celebration place. Don't go far. Huyo ni Farao anasema, usiende mbali. Utafanya tu kazi, lakini hautafikia promotion yako. Utasoma tu, lakini hautapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Utajenga tu nyumba, lakini hautaishi ndani. Tumesomewa hapa andiko asubuhi na yule aliyekuwa anaongoza maombi akasema kwamba kuna verse alisoma akasema kwamba you will build houses and you will live in them, you will plant vineyards. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hayo ni mapenzi ya Bwana, ukaweze kufikia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Do not allow that voice in inasema kwamba go but don't go far. We will reach our destiny in Jesus' name. Praise God. We will be celebrated at our finishing line in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Ningependa tu tukaweze kusimama. Unapojichunguza katika moyo wako,